And as the word has said, jinsi neno lilivyosema, what it is. Hivyo ndivyo ilivyo. And for me, I really take myself special. Kwa mimi najichukulia mimi binafsi mtu special mno, kwa sababu me I'm a living testimony. Mimi ni ushuhuda ambao uhai. Hallelujah. Say I cannot fear to speak. Mimi husema kwamba siwezi kuogopa kunena kuhusu, because this Bible, sababu Biblia hii is true. Ni kweli. This is the only truth that we have in the world. Hii ndio kweli pekee ambayo tunayo ulimwenguni. Kitu ambacho kimeandikwa hapa. Something which is written here. Kitu ambacho kimeandikwa hapa. It is very true. Ni kweli. Here is God in written form. Hapa ni Mungu kwa hali ya maandishi. But he comes down and manifests. Lakini yeye hushuka na kuidhibitisha that this word is the same yesterday. Kudhihirisha na kuonyesha kwamba neno hili ni jana leo na milele. Haijawahi badilika. He promised to give the Holy Ghost. Aliahidi kupeana Roho Mtakatifu. He has given us the Holy Ghost. Ametupatia Roho Mtakatifu. Me sometimes when I look at myself I say, who am I? Mimi wakati fulani nikijitazama mimi hujiuliza, mimi ni nani? The God of heaven, Mungu wa mbingu, to come aje and sit in this body. Ashuke na akae katika mwili huu. Brethren, wandugu, when I say it's a living testimony, nikisema ni ushuhuda ulio hai. Our God is very true. Mungu wetu ni kweli mno. And brethren who are here, wandugu ambao wako hapa, and you are waiting for the Lord, na unamngojea Bwana akujaze na Roho Mtakatifu. I want to tell you, nataka kukuhakikishia that God will come. Atakuja moyoni mwako. Don't lose hope. Usikose tamaa. As long as you know that you are called, mradi tu unajua kwamba umeitwa. You know deep in your heart you unajua moyoni mwako that you never joined, you just never joined, au kukuja tu kujiunga, but you were called. Uliitwa. And this call is individual. Wito huu ni wa mtu binafsi. It's individual because everyone has, maana kila mtu a day when he was called. Ana siku ambayo aliitwa. So brother, my sister, ndugu yangu, dada yangu, if you were called, kama uliitwa, rest assured. Kuwa na hakikisho. Rest assured. Don't even doubt. Usishuku. God will come into your Mungu atakuja moyoni mwako. He will come. Atakuja. Because it is what he promised. Kwa sababu hivyo ndivyo aliahidi. So fulfill it. At his right time. Wakati wake unaofaa. Even when you are not prepared. Hata wakati hauko tayari. At his right time. Wakati wake unaofaa. He will meet you wherever you are. Atakutana na wewe popote utakapokuwa. And he will get you offside. Na atakupata kama hauko tayari. At a time when you never expect. Wakati ambao hauko unatarajia kwamba huu ndio wakati atakuja. Let me tell you. Wacha nikwambie. Even me, the day I got filled with the Holy Spirit. Mimi siku niliyojazwa I was completely offside. Nilipatikana nisipokuwa tayari. Because I never expected that the Lord sikutarajia kwamba Bwana with the Holy Ghost atanijaza Roho Mtakatifu when I'm busy, wakati ninachukua kanda nikinasa video ya mkutano. Even in my heart, mimi nilikuwa ndio moyoni mwangu, I knew that for me getting filled in a church, kujaza Roho Mtakatifu katika fellowship ama katika ibada, haiwezekani. Because kwa sababu I'm the one who captured. Nina majukumu ya kuchukua kanda ya video. Used to get filled with the Holy Ghost. I'm the one who used to capture. Mimi ndio nilikuwa na wanasa. So for me I say, sasa kwangu nilikuwa nasema, for me, mimi, because my eyes are always open. Kwa sababu wakati wote macho yangu yako wazi na mambo yanaendelea. So the Lord will not come. Bwana hawezi kuja kwangu na mimi. The day when you will want to fill me, labda siku atakayetaka kujaza in my house, labda nitakuwa kwa nyumba nimefunga macho na naomba, I'm concentrating. Mimi sasa nashughulika na maombi. Hapo ndipo ndio najua Mungu atanijaza Roho Mtakatifu. You see, unaona, that was me and hiyo ni mambo yangu kama geni. How I had, na hivyo hakika hivyo ndio nilikuwa najua. For me I know. Kwa sababu Mungu anajua will fill me. Maybe in the house. Utanijaza labda nikiwa kwa nyumba. But let me tell you. Lakini wacha niwaeleze. Not our way. Your eyes open like that. He comes. Anakuja. He comes. Anakuja. Let me tell you, brethren. Wacha niwaambie wandugu. That day, hiyo siku, to know that I was not prepared. Kujua ya kwamba sikuwa nimejitayarisha. The preaching of the word was going on. Wakati mahubiri yalikuwa yanaendelea. I still remember na kukumbuka vizuri what the preacher was kile ambacho was on. Mhuduma alikuwa talking about Abraham. Alikuwa anaeleza kuhusu Ibrahimu. The visitation of those angels when they visited. Wale malaika walipokuja kumtembelea Abraham. Walimtembelea Ibrahimu. And
according to what the Spirit was speaking. Kulingana na kile ambacho Roho alikuwa ananena kupitia mhuduma, alisema Abraham was visited on that day. Ibrahimu alitembelewa hiyo siku. Did Abraham pray about it? Je, Ibrahimu aliomba kuhusu tembezi? Was Abraham aware that God was coming on that day? Ibrahimu alikuwa anajua Bwana was not aware. He never prayed. Hakuomba. But God, lakini Mungu alimtembelea tu Ibrahimu as a friend, kama rafiki. He visited him as a friend. Alimtembelea kama rafiki. And there he was. Na hapo alipo. So, because of that, kwa sababu ya hiyo, when he spoke that statement, aliponena that God visited Abraham without an appointment, ya kwamba Abraham never prayed about Ibrahimu it, bila but God just visited Abraham as a alimtembelea tu kama rafiki because of the kwa promise. sababu ya ile ahadi. So in my heart, Moyoni mwangu, you know, in my heart at that time, unajua moyoni mwangu wakati huo, I said, nikasema Bwana, surely hakika you visited Abraham ulimtembelea Ibrahimu without even prayer, hata bila yeye kuomba, but you visited him as a friend. ukamtembelea kama rafiki. In my heart, Moyoni mwangu I said, nikasema, why not me? mbona sio mimi? Brethren, Ndugu, it was like I was speaking to God's ear. nilikuwa namuelezea Mungu masikioni mwake. When I asked that question, Nilipouliza swali hilo, why not me? mbona sio mimi? Where the power came from, Pale ambapo nguvu I ilitokea, felt, you know, like a bomb. nilihisi kama ni bomu imeanguka kichwani mwangu. Then immediately it went into the Hapo na heart. hapo nikaenda moyoni. Now in Moja kwa moja. here on my chest, Hapa kifuani mwangu, I felt like the chest was going to burst. nilihisi ni kama kifua kinaenda kupasuka. That is when, Hapo ndipo, you know, I wanted to behave like a man. nilitaka kujikaza kama mwanaume. So Sasa I never wanted to cry, but because the thing was kulia, bursting, hiyo kitu kilikuwa kinapasuka. that's when I screamed. Hapo ndipo nikapaza moyoni, And then I struggled nikagagana, because I felt the maana power was moving. nilihisi nguvu ilikuwa inanipeleka. Hold the Nikajaribu chair. kushikilia kiti. I don't want to fall down. Sitaki kuanguka chini. Acha niwaambie. I think God said you. Mungu akasema wewe, Now I'm going to put you down. naenda kupiga mweleka uanguke But chini. I will throw you like Nitakuangusha chini kurudisha kama mpira. Kilichofanyika, Now it is the rest of the ones who are wengine sasa ni wale waliokuwa wanaweza kusema which direction I took. pande upe nilichukua. But me, I saw myself Mimi nilijiona as if I was covered in fire. nikana kama nilikuwa I niko was ndani ya rolling moto. Nilikuwa ndani ya moto. And see, there I saw myself as if I was rolling down into a steep place like this. Nilikuwa naona ni kama ninaviringika kuingia mahali penye pameenda chini. When the ones who were there were saying again, I was opposite. Wale ambao walikuwa wanasema nilikuwa ninaviringika nikienda upande wa juu. That is how God. Hivyo ndivyo Mungu And let anavyofanya. me tell you, after how many years Acha nikwambie baada ya miaka ngapi of believing this ya message, kuamini ujumbe huu, of believing this message, kwa kuamini ujumbe huu, brethren have been coming to kwa Kampala. ndugu walikuwa kuja, My brother here, ndugu never yangu come to Kampala, anawahi kuja preach to us about akatuhubiria the Holy Ghost. kuhusu kupokea Roho Mtakatifu, We believed it. tukaamini, nikaamini na moyo wangu wote. Brother Mugo, Ndugu Mugo, our late brother, ndugu wetu mpendwa aliyeondoka, put us on a real foundation. alituweka kwa msingi halisi, Put us on a real foundation. alituweka katika Let me msingi tell halisi. you. Acha nikwambie, God, Mungu, this is why I always say hii ndio Bwana Mungu sema, that where our brother is, pale alipo ndugu wetu, I will be there. nitakuweko. I will be there. Nitakuweko. Brethren, I will be there. Kwa ndugu nitakuweko. Because I was convinced Kwa sababu when God showed me. wakati Mungu aliponionyesha, You know, there was a confusion in Uganda. unajua There. kulikuwa na tatanisho So kule many Uganda. ministers had come. Wahuduma wengi walikuwa shakuja na And fundisho they were tofauti from here. tofauti. Wengine kutoka So there was a bit of confusion. kulikuwa na So we don't know which tatanisho. way to go. Hatujui ni njia Which ipi people to follow. kufuata. Watu wangapi wagani kuwafuata? So I prayed, Mimi nikaomba, God, Mungu, after that prayer in the night. baada ya maombi God showed me a usiku, dream. Mungu akanionyesha. And when he showed me ndoto, that dream, aliponionyesha hiyo it was a ndoto, train. ilikuwa ni I prayed, and the person who was operating that train was Brother Mugo. mwenye alikuwa na endesha gari ya moshi alikuwa ndugu wetu Mugo. So when he operated the train, Wakati alipokuwa akiendesha gari ya were very moshi, many people ilikuwa in the watu train. wengi ndani ya gari ya moshi hiyo. in the train. Ndani ya gari ya moshi hiyo. So Brother Mugo started moving with the
riding the train. Ndugu Mungu akaanza kuendesha gari ya moshi. Now, when we reach a hill, tulipofika in the middle of the mlima hill, hapo katikati mahali fulani, the train started skidding. It was not moving forward. Gari ya moshi ikaanza kwenda mbio, kept on skidding. Ikaanza kuteleza. Then, Brother Mugo said, Brother Mugo akasema, do you know? Unajua nini? What we are going to do? Chenye tunaenda kufanya, I'm going to reverse this train. Naenda kurudisha nyuma. Take it back to the starting. Nirudishe kule nyuma kule tulikoanzia. Then from there, tokea hapo, I will give it speed. Nitaipatia speed and we shall climb this. Na tutavuka mlima. Sasa when he was reversing that, alipokuwa akirudisha nyuma hilo gari la moshi, many people who were in that train, watu wengi ambao walikuwa katika gari ya moshi, the train had failed to go. Walidhani gari ya moshi imeshindwa and many people, kwamba inarudi nyuma yenyewe. Many people wengi off the train. Waliruka. Many people jumped off. Waliruka kusema hiki kitu kinarudi nyuma. And when they jumped off the train, waliporuka kutoka kwa gari ya moshi, they fall in a valley. You could hear them just, the voices as if walianguka kwa mitaro kule nyuma chini. Unaona ni shimo huko chini, sauti zikianguka wakienda ni kama wanapotea. But very few of us, lakini wachache wengi wetu tulibaki mpaka kule tulikoanzia. Took off. Alafu gari ya moshi ikaanza tena. We took off and we finished. Tulianza na tukavuka mlima huo. And I came out of the wind. Na nikatoka kwa ndoto yenyewe. Do you know what God did? Unajua ni nini Mungu alifanya? Brother Mugo came back to Uganda the second time. Ndugu Mugo akarudi Uganda mara ya pili. Brother Mugo came back the second time. Wakati ndugu Mugo aliporudi mara ya pili, the teaching that he taught us, fundisho aliyotufundisha, was the stature of the perfect. Ilikuwa ni kimo cha mtu mkamilifu. Foundation of Christianity. Hiyo ndio msingi wa Kristo. He told us, akatwambia there's nothing, hakuna chochote you can do, unaweza fanya without the Holy Ghost. Bila Roho Mtakatifu. So all these 7 virtues, for you to get them, you cannot get them without the baptism of the Holy Ghost. Hawezi kuwa nazo bila ujazo wa Roho Mtakatifu. We were told, mara ya kwanza kwa tunafundishwa, we were told, tulikuwa tumefundishwa that you have to have those 7 virtues first, lazima kuwa nazo then you 7, get the Holy Ghost. ndipo ndio upate Roho Mtakatifu. Ikakuwa sasa ndio kinyume. So when Brother Mugo taught us that, wakati ndugu Mugo alipotufundisha hivyo, when I related to the dream, nilipoilete exactly Brother Mugo taking us ndoto to the foundation. Ilikuwa hakika ndio Mungu aliturudisha katika msingi. Aliturudisha nyuma kwa msingi tena. From there we understood. Kutoka hapo tukaelewa. From there we follow. Kutoka hapo tukafuata sasa. I tell you we follow. Nakwambia tulifuata. Yes. Follow. Tulifuata. After how many years? Baada ya miaka ngapi? Following. Ya kufuata. Fundisho. We've been coming to meetings. Tumekuja tukikutano, Dhika, Kampala angekuja. Teachers, yes, tufundishe. Of course the word is amen. Neno kweli hakika ni amina. Amina kwa kila neno. This is why I say. Yeye ndio kwa maana sema baada ya miaka 35 ya kuamini, the Lord came. Bwana atakuja. Hiyo ndio msingi ya Ukristo. Don't lose hope. Usikate tamaa. Usidanganyike. Usidanganyike. The Holy Ghost. Roho Mtakatifu kwanza. And if you are here and you have that, uko hapa in your heart, na uko una hiyo moyoni mwako, you are believing that, unaamini hilo, God will come. Mungu atakuja. He will come, let me tell you. And even you are staying, hata kukaa kwako, because to me, kwa sababu I said in the 35 years, kwa hiyo miaka 35, he was with me. Alikuwa na mimi. He was with me. Definitely. Alikuwa hakika alikuwa na mimi. Yeah. Because my life, maisha yangu ilikuwa imebadilika, the same like when I was. Sikuwa jinsi nilivyokuwa nilivyokuwa. Basi kulikuwa na mabadiliko wakati wote sit in fellowship like this. Tukikaa kusanyiko kama hapa, something taking place. You are not here in vain. Au hapa bure. There is something, God is doing something, stopping on kitu Mungu anakipata, akichonga, organizing you, akiweka tayari become that perfect ufanyike hiyo mtu mkamilifu. And when he is done with you, atakapomalizana na wewe, he will come in. Atakuja. Because right now he may be walking with you. Sasa hivi anakuwa akitembea na wewe, hivi kama ako na wewe wakati wote. You are not alone. Hauko peke yako. God is with you. Mungu ako na wewe, cleaning you, akikuosha, akikusafisha. Then when you are ready, chonga, basi utakapokuwa tayari, tayari, the one who will make you ready. yeye ndiye Not yourself. si wewe mwenyewe that you play.
Hauna chochote unacheza. No part. Hauna sehemu. For you the part you have to play. Sehemu yako ya kucheza when meetings are here. Wakati mikutano iko hivi, kuja. Come and sit down. Kuja ukae chini usikilize. Because this is how you are getting washed. Hivi ndivyo unaoosha. So by the time you leave here, wakati today when you leave here, you just know that something happened ya kwamba kitu kimefanyika. And you are moving towards your because you are moving towards let me tell you, acha nikwambie, we shall rejoice.